Wakati China ikiunga mkono Waarabu katika kuijenga Gaza katika kipindi cha miaka mitano, huku ikisema kwamba mpango ulioainishwa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump wa kuichukua Gaza ni mpango usiofaa. Wakati huu Marekani imekuja na kauli nyingine ikisema kwamba Waarabu wanadanganyana katika kuijenga Gaza. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Marekani ni kwamba Waarabu katika kipindi cha miaka mitano wanajidanganya katika kuijenga Gaza, huku mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati akisema mpango huo wa miaka mitano wa ujenzi wa Gaza na mkutano wa kilele wa Waarabu ni udanganyifu na kudanganyana. Mjumbe huyo wa Marekani katika Mashariki ya Kati Bwana Steve Witkoff amepuzilia mbali mpango wa kuijenga Gaza katika kipindi cha miaka mitano kwa kutumia dola bilioni 53, wakati ambapo wameamua kuijenga upya Gaza, mpango ambao umezinduliwa na Misri katika mkutano wa dharura wa Umoja wa Kiarabu na kutaja kama udanganyifu. Witkoff alisisitiza kwa wanahabari katika ikulu ya Marekani changamoto za ujenzi mpya katika mazingira hatari sana kwa wakazi hao wa Gaza. Hata hivyo, wataalamu wa mambo nchini Marekani waliopendekeza mpango wa kuijenga Gaza walidai kwamba ujenzi wa Gaza utachukua zaidi ya miaka 10, wengine wakisema ni miaka 16 ndio Gaza itakuwa imejengwa, kama vile ambavyo Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alivyokuwa anataka. Bwana Trump alikuwa anataka kuijenga Gaza kuwa sehemu ya utulivu, lakini kuwa sehemu kama bustani, lakini pia kuwa sehemu ya kitalii. Alisema kwamba Gaza itakuwa ya kila mtu na kila mmoja atakuwa na nafasi ya kuishi Gaza, na huo ndio mpango wa kuondoa kabisa wakazi wa Gaza. Na alisema kwamba moja kati ya mambo alikuwa anataka kujenga ni pamoja na kujenga miundombinu mizuri, lakini pia kujenga hoteli katika fukwe za bahari katika eneo la ukanda wa Gaza. Lakini wakati huu China pamoja na mataifa ya Kiarabu yanaungana pamoja kusema kwamba mpango huo kwa upande wa Marekani ni hauwezekani na mataifa ya Kiarabu yatachukua jukumu la kuijenga Gaza. Mpango wa kuijenga Gaza utajengwa katika awamu mbili kama ambavyo pendekezo la Misri limeeleza. Wataijenga Gaza katika miaka mitano, lakini pia watahakikisha kila kitu kinakuwa sawa, huku wakiondoa kwanza vifusi na uchafu wote uliopo ndani ya vifusi, ikiwa ni pamoja na mabomu ambayo hayakulipuka, lakini pia kujenga nyumba za dharura za watu karibia 1.6 milioni, lakini pia baadaye kujenga karibia nyumba 200,000 na baadaye kumalizia nyumba nyingine 200,000 pamoja na miundombinu imara ndani ya ukanda wa Gaza. Lakini wakati huu Marekani inasema kwamba huu ni uongo ambao nchi za kimagharibi zinaueleza, licha ya kwamba mataifa hayo ya kimagharibi yalikutana na kufanya tathmini ya namna ya kuijenga Gaza na wamekubaliana kuchangishana kwa ajili ya kuhakikisha wanapata dola bilioni 53 ambazo zitaijenga Gaza. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.